Msikilizaji, leo ni tarehe 6, ikiashiria kwamba tuko tu siku mbili kabla ya maandamano ya D9 kuweza kufanyika. Maandamano ya D9 yanatarajiwa kufanyika katika Disemba 9 ambayo itakuwa siku ya Jumanne. Basi mnamo siku ya leo, Wizara ya Polisi imeweza kutoa taarifa kwa umma. Wizara ya Polisi nchini Tanzania wameweza kupitia mitandao ya kijamii ya wananchi wa Tanzania na wakaweza kupata ujumbe. Unaweza kusoma hivi kama naweza kukusomea msikilizaji. Wananchi wa Tanzania, tusikilize kwa makini. Samia ana mpango wa kuua watu waliopo ndani alafu asingizie kuwa waandamanaji ndio waliwaua. Tutokeni wote, asibaki mtu ndani. Posti hiyo ni posti ya ukurasa wa TikTok ambayo polisi wameweza kuipata na kuweza kuitumia katika ripoti ambao wameweza kuitoa rasmi siku ya leo. Sasa taarifa ambayo imeweza kutolewa na polisi katika siku ya leo inaweza kusoma kama ifuatavyo msikilizaji. Kuna hii taarifa iliyotengenezwa kwenye mfumo wa sauti wa mwanamke na inasambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Jeshi la polisi linaendelea kueleza katazo la kutofanyika kwa kinachoitwa maandamano ya amani lililotolewa jana Disemba 6. Lipo pale kwa sababu za kisheria ambazo hazijafuatwa. Sikiza bwana. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa wananchi wakatae uhamasishaji, uzushi na uchonganishi wa aina hii na mwingine ambao lengo lake ni kuleta vurugu itakayovuruga amani na usalama wa taifa letu. Baadhi tu ya taarifa ambayo imeweza kutolewa na polisi nchini Tanzania. Sasa msikilizaji, hiki kinaweza kumaanisha nini? Kwamba polisi wa Tanzania sasa hivi wanaendelea kupitia kurasa za Watanzania waliopo kwenye mtandao, waliopo katika mitandao ya kijamii, na ina uwezekano yeyote anaweza kuchukuliwa hatua. Kwa sababu picha hii ambao wameweza kuiposti hapa, wanaonekana tu Watanzania wengi wakiweza kushiriki, kutoa maoni, kusema ni kipi watakachoweza kukifanya katika siku hiyo. Na kwa hivyo iwapo polisi watahitaji kufuatilia ama kutafuta aliyeweza kuhusika, itakuja kuwa rahisi sana basi. Lakini kwa upande mwingine, mwanaharakati Mange Kimambi katika ukurasa wake wa X ameweza pia kuachilia ujumbe. Asema kwamba tarehe 9 Disemba saa 7 asubuhi Watanzania wote tutaingia barabarani kudai haki kwa amani. Macho ya dunia yatakuwa Tanzania tarehe 9 Disemba. Tutashinda. God is on our side, we shall win. Hakuna kurudi nyuma. Hiyo ni taarifa ambayo Mange Kimambi ameweza kuiachia pia katika ukurasa wake wa Twitter ama X. Msikilizaji, tathmini yako katika swala mzima hili inaweza kuja kuwa gani? Kwa sababu upande wa polisi, tunaweza kusema pia ndio upande wa serikali, umeweza kukataa kusiweza kufanyika maandamano haya ya Disemba 9. Lakini pia kwa upande wa mwananchi, kuna sababu za kuweza kuhakikisha kwamba hiki kinafanyika. Kwa sababu kuna jamii, kuna raia wengi waliweza kupoteza maisha yao. Cha kwanza hicho. Uchaguzi ulioweza kufanyika haukuwa wa haki. Kwa sababu
Watanzania hawakupata nafasi ya kuweza kupigia kura wale watu ambao wangependa kuwapigia. Lakini sasa serikali inataka kukataa haki ya Watanzania ya kuandamana ili kuweza kuonyesha kukasirishwa na kuweza kuudhika na yale ambayo serikali inawatendea. Na swala hilo ni swala ambalo serikali basi haitaki likuje kutendeka. Na kwa sababu hiyo wameweza kuitumia wizara ya polisi na vile vile jeshi kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kutoa onyo Watanzania wasiweze kuja kutokea katika maandamano haya. Lakini kwa upande mwingine inastahiki kwamba maandamano haya yafanyike kwa sababu yapo maafa yaliweza kufanyika. Wapo watu waliweza kupoteza maisha yao na wapo Watanzania wengi tu ambao hawajaweza kufurahishwa na uongozi uliopo mamlakani saizi, na kwa hivyo wanahitaji kukipitisha hiki kwenye serikali ili waweze kupata kueleweka kwamba pana tatizo serikalini. Kwa upande wote huu kila mtu anaonekana kutetea kile ambacho anahisi ni chema, lakini kuna kile ambacho ni bora kufanyika kwa sababu maisha yamepotea. Kwa hivyo ni bora kuweza kuhakikisha kwamba maisha hayo yanashughulikiwa. Kwa hivyo kile ambacho kinastahili kufanyika ni kwamba serikali iruhusu maandamano haya kufanyika kwa amani, na vile vile serikali wasio wa kukataa bali wa kuweza kutoa ulinzi katika siku hiyo ya maandamano ili kuweza kuhakikisha kwamba hamna kitu chochote ama hamna mali ya mwananchi yoyote yanaweza kuharibika. Msikilizaji, hebu achia fikra zako katika comment section kuhusu maandamano ya siku ya Jumanne, na mwenyewe unahisi kipi kiweza kufanyika na ni kipi unaona ni kikiwa bora kufanyika. Tuonane kwenye video itakayoweza kufuata, tuzidi kufahamishana. Hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia, piga subscription kwa faida ya kupata taarifa zetu punde zinapotokea, lakini pia kwa sababu ya kuweza kufahamishana yale ambayo yanatokea ndani na sehemu ambazo zinakaribiana nasi.